inayotuzunguka, lakini katika sehemu tunazofanyia kazi, katika biashara tunazozifanya, jambo moja la msingi ni kuaminika. Na ni miongoni mwa jambo gumu sana kulitengeneza hadi unakuja kutengeneza imani. Lakini ukifanikiwa kutengeneza imani, unakuwa ni tuseme unakuwa umeshapiga goli la kufanikiwa kwenye maisha. Ya, kabisa. Sababu kama ni kubutua hivi. Yani mpaka unatengeneza watu wanakuamini, kuna vitu yani umevifanya ambavyo vinafanya watu wasiwe na shaka na wewe. Sasa katika ujenzi huo wa kuaminika, ni matofali ya aina gani yanahitajika, simenti za aina gani zinahitajika, gypsum, misumari ya aina gani inahitajika? Tunakuepo hapa na mtaalamu wetu Roderick Nabe ambaye atatueleza zaidi vifaa vinavyohitajika katika ujenzi wa kuaminika kwenye jamii. Karibu sana. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe siku ya leo. Na mimi nimefurahi. Unapotuona hapa kuna mmoja wetu kama na asilimia ngapi wa karibu anaweza kuaminika? Mbona bwana unataka kunikadia kwanza? Wewe acha awe neutral. Ukikutana na binti kama mimi, unajua kuna mstari mwembamba sana kati ya kutokuaminika na kuaminika. Binti kama mimi amevaa gauni refu hadi chini. Unaweza kujiuliza mara mbili kumwamini? Uwezi. Sasa kutana na kijana wa karibu. No, mtu kala kitenge chake naenda ukweni kabisa hivi. Unajua watu ambao wanavaa vitenge, yani wao rika zote, kuanzia vijana tena wazee, yani akienda ukweni anaamini. Kuna namna leo anachukua point tatu muhimu hapa. Yaani kuna namna. Haya mambo tu ni kuangalizia maisha. Sawa. Tunayo simulizi ambayo tunaletewa hapa na Angela Mondi, simulizi ya binti mfanya biashara Grace Kambaulaya. Utafahamu kutoka kwake nafasi ya kuaminika inavyoweza kusaidia katika suala zima la biashara. Huyu ni mfanya biashara, anafanya biashara ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Grace Kambaulaya amekutana na Angela Mondi katika simulizi yake. Tuungane kwa pamoja, tusikilize na tujifunze. Tutakuja kujadili hapa. Nambari yako ni 0763 80 9770. Karibu sana Angela. Ni binti wa miaka 25. Achana na urembo, ndiye mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayojihusisha na kilimo nchini pamoja na uuzaji wa mazao nje ya nchi. Jina langu naitwa Grace Kambaulaya. Ni Mtanzania ambaye nimekulia hapa, nimesoma hapa, tena nimesoma karibu tu na hapa ofisini kwangu. Ni mtoto wa kwanza katika familia ambayo tulikuwa watoto watatu. Japokuwa mmoja alifariki, kwa tumebaki wawili. Grace ni mwanzilishi, ni mkurugenzi wa hii kampuni ya Kambaulaya. Wa mambo tunasema founder and CEO. Yes. Hongera sana Grace. Asante. Na Kambaulaya limetokana na jina la ukoo. Kwa lile jina langu la mwisho Grace Kambaulaya, nikaamua kuchukua Kambaulaya kwa jina linalobeba kampuni. Naam. Katika hii kampuni mnajihusisha hasa na mazao ya aina gani? Well, katika hii kampuni tunajihusisha na mazao yote ambayo yako sokoni. Hatuangalii as long as unapata order kwamba tuletee, tunahitaji zao hili, kuna hiki na hiki na hiki, unaweza kutupatia, then sisi tunaweza kudeliver. Hadi sasa Grace, umeweza kufanya biashara na nchi ngapi? Well, mpaka sasa hivi ni nchi 5. Naenda sasa kwenye nchi ya 6. Nchi ambazo nafanya nazo kazi kuna Rwanda, kuna Kongo, kuna Zambia, kuna Pakistan, kuna India na Dubai. Kampuni kama kampuni nilianza mwaka 2023. Mwezi wa 9. Tuseme hapo sasa ndio nilikuwa nimekamilisha zile issues zote za document. Ili kampuni iweze kusimama. Lakini yes, asante. Lakini kabla ya hapo ndio ile ndani ya miezi hiyo 4-5 nyuma nilikuwa nafanya research kwamba nianzie wapi, ni kitu gani nianze nacho, nitakutana na nani, watu gani watanisaidia. Yes, kwa shule ya msingi Grace umesoma wapi? Well, shule ya msingi nimesoma Ilala Boma. Shule ya msingi nimesoma pale Ilala Boma, alafu sekondari nikaenda kumalizia Tabata. Kwa hiyo sio kusema kwamba ni wale ambao spoon feeding nini? Hapana, hapana. Nimesoma tu hizi shule za kawaida. Yes, nilivyo tu maliza pale sekondari Tabata ndio nikaenda kusoma nje kidogo, ambayo ilikuwa chuo. Na hata chuo chenyewe sijamaliza miaka 3. Nimesha tu mwaka wa pili. Sawa. Ulibahatika kuanza kusomea katika kozi gani wakati unaenda kusoma chuoni? Well, kozi ambayo nimesoma public relation and marketing, yani uhusiano wa jamii pamoja na masoko. Hasa tunasema kwa umma na masoko. Yes. Turudi sasa tukiachana na swala la shule, kwenye familia pengine. Katika hii biashara ilianzaje na kwa umri mdogo? Kwanza mmezaliwa watatu umesema? Yes, tumezaliwa watatu. Wazazi wapo? Hapana. Hayupo baba wala hayupo mama. Ilikuwaje na umewezaje?
Kwanza si tumezaliwa watatu. Yes. Niko mimi ndio wa kwanza, kuna ndugu wangu wa pili alafu watatu. Sasa yule watatu alifariki. Yes. Alianza kwanza baba kufariki, akaja yule watatu akafuata mama. Well, wakati baba amefariki, baba yeye ndo alikuwa anaendesha familia. Kwa maana kwamba mama alikuwa hana kazi. Baba yeye ndo alikuwa anaendesha ile familia. Yes, sasa baba alipofariki, jamii za upande wa baba wakataka kumrithi mama. Kwa sababu mama alikuwa mweupe. Kwa ataka kumrithi mama pamoja na vile vitu ambavyo baba aliacha. Okay. Katika jamii yao kuna hiyo mila. Yes. Ndio hicho kilichokuwepo. Sasa katika kupambana, mama akapambana, vitu vingine walifanikiwa kuchukua, lakini akabaki na nyumba peke yake. Na hapo ukumbuke alikuwa hana kazi. Kwa alivyobaki na nyumba na sisi tukiwepo, ndio akaanza sasa kujitafuta katika maisha. Baada ya hapo mama ndio akawa sasa kichwa cha familia. Nashukuru Mungu ni mwema, akapata kazi kwenye kampuni moja hivi ambayo alikuwa anafanya hiyo kazi. Katika kupata hiyo kazi ndio sasa akawa anatuhudumia. Sasa hapo tulikuwa sisi watatu. Well, hiyo kampuni mama alikuwa anatengeneza biskuti. Okay. Yes, kampuni ilikuwa ni kama sehemu ya. Yes. Ilikuwa ni kampuni kubwa ambayo alikuwa anatengeneza biskuti. Kwa alikuwa alafu kulikuwa na shift. Alikuwa anaingia asubuhi, wiki anaingia asubuhi, wiki inayofuata anaingia jioni. Yeye alikuwa katika kitengo gani? Tunafahamu kampuni na mambo mengi. Alikuwa mzalishaji. Okay. Sawa. Baadaye sasa ikafika muda kidogo akafariki mdogo wetu wa mwisho. Kwa hiyo tukawa tumebaki wawili na yeye akiwemo. Akaenda. Alipofika miaka 41 ndo akapata tatizo la stroke. Mama alipo. Yes, tena alianguka tu kiharusi tunasema. Yes. Sasa kutokea hapo, kumbuka sisi ni bado wadogo, hakuna anayeweza kujitegemea mwenyewe. Na yeye ndo alikuwa anatuendesha sisi kupitia ile kazi yake. Baadaye sasa, baada ya kupata hilo tatizo ikabidi kazi tena asiendelee tena. Katika kuacha kuendelea na kazi, sasa sisi tukabaki kama sisi ndio tunatakiwa tumwangalie. Na kumbuka jamii yetu sisi ya Kiafrika ambayo nimeona toka nimekuwa mpaka sasa hivi, wanathamini sana msiba kuliko mgonjwa. Yaani wanaangalia sana, wako tayari kutoa pesa nyingi kwenye msiba kuliko kwenye maradhi. Sasa walipopata ile tatizo, mara kwanza walitusaidia, kweli tukamtibia, akawa kidogo ameanza kuimarika. Then baadaye ikakata ile, ikawa sasa inabidi wale watu wa familia mle ndani waendelee nyinyi kama nyinyi sasa. Ndio niko mimi na ndugu yangu. Umeona? Sasa katika hiyo hali nikawa inanipa wakati mgumu sana. Tena nilikuwa silali. Yaani katika kipindi ambacho nikikumbuka ni kipindi hicho, nilikuwa yani unaweza ukawa uko macho kuanzia asubuhi mpaka yaani kuanzia usiku mpaka inakaribia alfajiri, upate usingizi, unawaza ufanye nini. Na kitu kikubwa mama yangu alichonijengea ni kwamba alinikataza kujiingiza katika mahusiano. Aliniambia, alikuwa anapenda kuniambia sana, na kutegemea mwanangu, usiniangushe. Unaona sasa hivi nimepata tatizo, ndio hapa utajua ni ndugu gani mzuri na ndugu gani mbaya. Tayari umeshajionea, na kutegemea usiniangushe. Kwa mantiki hiyo ikawa inanipa pia wakati mgumu. Sasa ni nani ambaye ataweza kunisaidia? Sina mahusiano, sina mtu wa kunisupport, mamangu anaumwa na sina hela. Jambo lililokuwa kitendawili ni namna gani Grace angepata njia ya kuihudumia familia yake. Hakutazama changamoto zake kama jambo la kumkwamisha. Kwake ilikuwa sawa na motisha inayomsukuma kutafuta njia ya mafanikio. Kuna kipindi kwa na struggle sana, sina hata hela ya kutoka hata nikakutana na watu, hata ile ya vocha sina. Lakini mimi ni yule mtu ambaye napenda sana vitu vikubwa. Yaani mimi vitu vikubwa ndio napenda. Alafu napenda sana kutake risk. Ndio nina aibu, lakini kwenye nikija swala la kutake risk sionagi aibu. Sawa. Kama vile watoto wanavyojifunza kwa kuona na kusikia, ndivyo safari yake ya kutafuta njia ya mafanikio ilivyokuwa. Wakati huo alikuwa ameona na kusikia hasa biashara ya mazao ya chakula kutokana na mazingira yalikuwa yamemzunguka. Nikakutana na kaka mmoja. Yule kaka akaniambia, kwa sababu hauna experience, huna idea, kwenye biashara kunakuwa na changamoto nyingi sana. Ninapokuwa naenda kusimamia haya mazao ambayo naenda kuuza, kama itakupendeza utakuwa na uwezo,
jaribu kuwa tunakuwa pamoja, unajifunza. Kwa hiyo yote ni katika kutafuta sasa ni namna gani ambayo utaweza kuendesha maisha na kila kitu. Unajua kingine nikaja kugundua Mungu anakupa idea ya kufanya kitu fulani, lakini haujui utafanikishaje ile idea mpaka iweze kuwa bora na vile inavyotakiwa. Imani ya mzazi wake ikampa nafasi ya kukubaliwa kuanza kujifunza kuhusu kilimo na mazao. Kuna nyakati ililazimika yeye kusafiri, kwenda mashambani, kwenye miradi ya kilimo, kutembelea maghala, kukutana na wauzaji pamoja na wanunuzi. Aidha, kujifunza mchakato wa upatikanaji wa mazao, kuanzia mbegu hadi mazao yanapovunwa na kuhifadhiwa tayari kwa matumizi. Sasa wakati niko katika lile eneo sasa la yule mtu aliyeniambia kwamba yeye njoo uwe unajifunza, katika kujitafuta kufanya research ya kujua ni upande gani nikae, ndio nikakutana na yule kaka, nikakutana naye akanielekeza. Na sio ni kaka, ni mtu mzima, ni baba tuseme, ni baba yangu naweza kusema. Sio baba yani ni ile kwamba kwa heshima, kwa heshima kama baba. Ndio akanielezea, akaniambia, mwanangu, hebu kaa upande huu kwanza. Ukishapata soko, kwa sababu yeye mwenyewe si tayari yupo kwenye ile nini, anakutana na anakutana na changamoto za masoko. Akaniambia ukishapata soko tayari unakuwa ushajua ni wapi upate huu mzigo ulete sokoni, ujue malipo yanalipaje. Hivyo akaniangalia akasema, Grace, unawezaje? Yani mbona mdogo hivi? Umeona? Tena akanitolea mfano, akaniambia, umeona yale magari yote, wale wote ni watu wazima, afu ni wanaume, unawezaje? Baada ya kujifunza kwa vitendo, ulifika wakati alitamani aingie kwenye biashara rasmi, lakini hakuwa na mtaji. Kuna wakati aligonga milango kwa wanunuzi na wauzaji kutaka kufanya biashara kwa mali kauli. Bado haikuwa rahisi, lakini nia ilileta njia. Sasa nilivyoingia nikaongea naye, akaniangalia, akanitolea mfano kwamba wote wanaume afu wakubwa wote wawezaje. Nikamwambia naweza, nipe nafasi. Akaniambia sawa, kama utaweza kuleta magari, leta hata kesho. Nikatoka na furaha zangu. Ya mzigo. Tena ilikuwa ni msimu wa mbaazi. Alikuwa anahitaji mbaazi. Alikuwa anahitaji mbaazi. Kwa wingi sana alikuwa anashusha yule. Basi nikatoka na furaha zangu, narudi sasa kwenye pale tulipokuwa tunakunywa chai kwa yule mwenyeji wangu. Wakati narudi ndio nikakutana na baba mmoja, alikuwa na magari. Nakumbuka alikuwa 3 au 5. Ambao alikuwa kwenye foleni ya kwenda kushusha. Alikuwa wa 5 kutoka mwisho. Magari yalikuwa ni mengi sana. Walikuwa wanafikisha magari yanalala hata siku 2 hata siku 3. Kwa sasa nilipofika pale wakati nataka niende sasa pale tulipokuwa tunakaa tunakunywa chai, nikamwona yule baba amechoka. Na tuseme kama ni gala la kuhifadhia. Yaani kama tu ile nafsi kaniambia mimi nenda kamsalimia. Nikafika nikanunua maji. Niliponunua maji nikafika nikampa. Akaniambia nashukuru sana mwanangu. Unataka kufanana na mwanangu. Nikamuuliza una changamoto gani? Akaniambia nimepata simu mbaya kutoka nyumbani na hapa nina magari, sioni mtu sahihi wa kumwachia. Natamani niauze niondoke. Nikasema naweza kukusaidia. Akaniambia utanisaidiaje mwanao? Nikamwambia subiri. Nikamwambia mwambie dereva hapande kwenye gari la kwanza. Kwa hiyo alipopanda nikampigia simu yule niliunganishwa kwenye soko. Yaani hapo ndio ikawa kama ndio safari yangu Mungu ameniwekea. Nilipompigia akaniambia, Grace, umetoka wapi gari wewe? Nikamwambia nina gari, tafadhali naomba tuma watu wako waje waangalie. Akatuma watu wake wakaja kuangalia, mzigo ulikuwa vizuri. Tukaingia tukashusha, akapewa cheki yake. Wewe ukatumika sasa kama connection sasa. Yes, kama connection. Kwa hiyo ni kama kila mtu amemletea tabasamu mwenzake. Mimi nimempa tabasamu na akanipa tabasamu. Sasa tukashusha gari la kwanza, akaandikiwa cheki yake, alifurahi sana. Baada ya hapo sasa akanipa yote manne, akaniambia peleka. Kweli tukawapita wale wengine aliowakuta, akashusha, akaondoka zake. Na kabla mimi sijaripoti, yule mwenye lile soko akampigia, akamwambia Grace ameleta. Kumbe anaweza, basi mwambie endelee kuleta. Yule aliyenipigia simu sasa akaniambia Grace, endelea kupeleka. Mlango ni wa kwako. Ikabidi sasa nimrudie yule aliyenipa yale magari. Nikamrudia nikamwambia sasa unaweza ukaniamini ukaniletea. Na ndio hapo unaelewa unaweza usianze na mtaji. Mtaji wako kawa uaminifu. Uaminifu ni mtaji mkubwa sana. Ni vile watu hawaelewi tu. Kanipa hela kidogo, nikarudi nyumbani na furaha zangu, nirudi na furaha, nikamwambia mama. Kwa kuwa mtaji haukutosha,
mama aliona vema amshike mkono kwa walichonacho. Nimeshapata soko, nimeshapata source ya kupata mzigo, sina mtaji, nafanyaje? Mama akaniambia, sasa hapo chukua hati, peleka benki, wakupe hela uanze biashara kwa miguu yote miwili. Mama take risk, alikubali. Kwa nini unafikiri mama ilikuwa ni rahisi kwake kukuamini, katoa kile ambacho mlichokuwa nacho kama ndio mali kubwa kwako wewe na hadi masuala ya kibenki? Jambo ambalo wazazi wengi wanaogopa wakati mwingine kutake risk. Kwa nini kwako huenda unafikiri kwa nini mama alifanya hivyo? Nafikiri kwa namna alivyonitengeneza. Mtu akikwambia nakutegemea. Nakutegemea ni neno kubwa sana. Yaani kama mtoto ana akili, anatembea nalo, anasema okay, kumbe mzazi wangu ananiambia ananitegemea. Kwa hivyo alinikataza nisifanye hiki, basi sitafanya. Elezea hapo ilikuwaje Grace katika hatua yako sasa ya kwanza kupata mtaji na hati ya nyumba, umepeleka benki na vitu kama hivyo? Nilipopeleka benki, benki wakanikubalia, ndio yes, wakakubali wazo langu, wakakubali kila kitu. Wakanipa sasa, walivyonipa sasa nikawa tayari nimeshaanza sasa kukomaa, sio Grace yule ambaye nilikuwa naogopa. Tayari nina source ya kupata mzigo, tayari nina soko. Nikatumia ule mtaji wangu sasa kukusanya mzigo, kukusanya mazao na kuleta kwa yule mhusika. Na katika kuleta alikuwa analeta labda gari 2 na mimi la kwangu la 3 likiwepo. Nikawa naendelea sasa, unajua kitu kizuri na good marketing inajitangaza yenyewe, yani haihitaji makelele. Kwa sasa yule mtu ambaye nilikuwa nimeanza kufanya naye biashara akawa anawaambia watu wengine, sasa akawa anawapa namba, mpigie Grace, mzigo wake mzuri, mpigie Grace hivi na hivi na hivi. Kwa sasa nikawa nazidi kukua na kuwa, kila siku wale watu wa nje wananifahamu. Na ndio hapo ikaja kuwa safari yangu ya kutoa mzigo nchini kupeleka nchi za nje. Ilikuwaje? Tunafahamu masuala ya vibali sio vitu vya kulala na kuamka. Kile swala la vibali, huyu ambaye nilikutanishwa naye mara ya kwanza nilimwelezea. Tena mimi nilikuwa msumbufu sana kwake. Nilikuwa namsumbua, nampigia simu, namwambia, nikimletea mzigo namwambia. Baadaye akaniambia, Grace, unaonekana una akili sana. Watu wengi wanaofanya hii biashara wanaoleta hapa, wengi wanaishia hapa. Wengi wanaangalia baada ya kulipwa wamalizane. Lakini wewe kila siku unanisumbua. Akaniambia, jaribu kufanya naye huyu kazi. Akanipa tena, yule alinipa order ya container 3. Katika zile container 3, mimi kampuni yangu ilikuwa changa, haina kibali chochote. Akaniambia, safirisha kila kitu, lakini tumia vibali vyangu, kwa sababu wewe bado hujakomaa, hujui chochote. Unapokwama nijulishe. Kwa sasa hapo sasa ndio ikaanza, nikawa natumia vitu vyote vya kwake. Mimi tu ilikuwa yani ni yule mteja anajua huu mzigo ni wa Grace. Yes, ilikuwa ni mzigo gani Grace? Na pengine ni kiasi gani hadi ukaenda huko ambapo ulienda? Well, nakumbuka ilikuwa ni soya. Ilikuwa ni kama sio soya basi mbazi. Hizo soya tena nakumbuka zile soya zilikuwa zinatoka mpakani, kutoka mpaka wa Zambia na Tanzania. Tulikuwa tunazinunua pale mpakani. Kwa hiyo nilinunua kama container 3. Yes, nilivununua kama sio soya mbazi, kitu kama hicho. Unapokwenda kununua Grace, una watu gani? Au kwa sababu tayari umeshajua masoko yote, ukifika pale unajua umuone nani? Pengine tuelezee kidogo hadi ambapo unafika bandarini na vitu kama hivyo. Well, kwa mwaka ule, unajua sasa hivi hauwezi tena kufanya hivyo. Yes, hakuna tena hicho kitu. Kwa mwaka ule, kuna yule mtu wa kwanza ambaye nilikutana naye, yule ndio alikuwa source ya kunisaidia mimi kupata watu wengine. Tayari mimi nishamjengea uaminifu. Tayari na yeye ameshajengea uaminifu. Kwa hiyo sasa akawa sasa ananiambia, ukihitaji zao fulani, muone mtu fulani. Ukihitaji zao fulani, muone mtu fulani. Ndio ikawa inaenda hiyo. Kwa kaenda ukazichukua soya mpaka zikafika bandarini. Yes, mpaka zikafika bandarini. Tulifanyia staffing kwenye bandari ya Kikavu. Unaposema staffing ni nini kwa mimi ambaye sielewi kuhusu kilimo au usafirishaji? Staffing ni ile kupack, kuweka katika ule ubora na usafi wanaotaka wao. Yes. Kwa maana kwamba sisi kule tunanunua mzigo kama ulivyo. Ndio kunakuwa na uchafu kidogo, majani kidogo, mapumba hivyo. Kwa sasa tukija hapa tunausafisha na kupack ili uweze kukidhi ubora. Yes. Kwa sasa safari ya milango ya nje ndio ikaanzia hapa.
Hawa wateja wengine ikawaje mpaka kufika huko mara Pakistan, Rwanda na vitu kama Well, sasa baada ya kupeleka hizo container ndo hao sasa huyo tena akawa anawaambia sasa ukitaka ufanye kazi Tanzania muone Grace. Ilikuwaje baadaye vibali vyako na wewe kupata kampuni na vitu kama hivyo? Ulianzaje? Lakini pia hatujasahau ule mkopo uliulipaje na kila kitu. Baada sasa ya kupeleka ule mzigo ukapokelewa, yule tena nikakaa naye chini akanielekeza namna ya kupata vibali, akanielekeza namna ya kuanza process, nikaanza process. Nashukuru zingine zikafanikiwa, zingine zikawa zinaenda taratibu na imani zingine zitafanikiwa zaidi. Kwa hiyo jamaa hakuwa mchoyo kwamba sasa wateja ambao unapigiwa simu usafirishi tena kwenye kampuni yake, unasafiri kwenye hakuwa mchoyo. Tena unajua bana, nilichogundua ukiwa mwema Mungu anakutanisha na watu wema. Yaani hicho kitu ambacho ndio nakiweka kwenye moyo wangu. Yaani ukiwa mwema na anakutanisha kwenye wema. Yule jamaa baada ya kufanya naye kazi, uwezi amini alipata tenda nyingi sana. Mpaka zingine zikamzidia, ndo akaamua sasa kunipa na mimi. Hadi sasa kampuni yako inasafirisha mazao, lakini ni yapi mpaka sasa kampuni yako imeweza kuyasafirisha au imeweza kudili nayo moja kwa moja? Well, mazao ambayo nadili nayo kuna mchele, yes, kuna mahindi, kuna mbaazi, kuna soya, kuna ufuta, kuna dengu, kuna choroko. Unajua alafu kitu cha ajabu sasa, ndio sisi tunalima mbaazi na udongo wetu ni mzuri, unazalisha mbaazi nzuri sana. Lakini sisi sio waraji wakubwa sana. Kuna nchi za wenzetu ambao wenyewe hawatumii nyama, hawatumii samaki. Kwa hiyo ile mbaazi ndio kama ndio nyama yao ndio kama samaki. Tuje kwenye tuzo. Well, kitu kikubwa ninachojivunia, kitu ninachokifanya mimi nakiona cha kawaida, lakini kumbe jamii inakiona kikubwa, na ndio mpaka kitaweza kunipelekea kutambulika na kuweza kupewa tuzo. Lakini kikubwa zaidi na furaha inaweza kujiendesha na kujisimamia mwenyewe katika maisha yangu. Unajua watu wengi wanaamini kufiwa na wazazi au wazazi kutokuwepo duniani ndio mwisho wao wa maisha. Lakini kumbe haiko hivyo. Cha msingi ni kuwa na imani, kujitoa, kufanya kazi na vitu vyote unavyohitaji vitakuja kwa wakati wake. Hongera sana. Tuzungumzie tuzo. Tuzo uliyopata ni ya nini? Well, tuzo niliyopata ni Malkia Ajaye. Okay. Nafikiri waliangalia namna ya upambanaji ambao unaofanya, lakini waliangalia namna ambavyo unaweza kujisimamia mwenyewe. Grace, vijana wengi wanalalamika bwana kilimo ni kigumu. Wewe sasa hivi ulianza na mazao lakini sasa hivi unafanya pia unalima pia unasema. Yapi unazingatia na ugumu kwa mbona vijana wengi kwanza hatupendi kulima? Na wewe ni mrembo lakini bado unaenda kulima. Yapi ambayo tuambie vizuri kuhusu hiki kilimo? Kwa nini tunaona kigumu kwanza? Unajua ili uone kilimo kirahisi ni lazima ujitoe na uende sehemu husika. Watu wengi wanaona kilimo ni kigumu kwa sababu huwa wanapenda kutuma. Yaani mtu amekaa labda kama hivyo ofisini, mimi ndio boss, naagiza tu fulani kinaendelea nini, mtu anaenda atapiga picha anakutumia. Anaweza sipige picha eneo lote lakini akaangalia tu mmea huu umekaa vizuri, ngoja nimpigie nimtumie nimwambie kifua hivi. Lakini unafanya nini hapo? Umechukua unaendaga kwenye mimi naenda shambani. Alafu kitu kizuri ambacho Mungu amenipa, sehemu yoyote ambayo naweka uwekezaji wangu na hakikisha nimeweka mahusiano mazuri na wale majirani ili waweze kuniangalizia usitokee uharibifu. Sio kutafuta naenda huko na lima nafanya uwekezaji huko. Hii Kambaulaya unatamani ifike wapi? Natamani hii siku moja ije kuwa mzalishaji mkubwa sana. Na mbali tu na sio mzalishaji tu, iwe ni kampuni ambayo inalisha watu wengi sana ndani na nje ya nchi. Sana sana nje ya nchi. Unajua watu wa nje sasa hivi wanaamini sana mazao yanayotoka Afrika. Kwa sababu wanasema tuna udongo mzuri ambao unatengeneza mazao katika ubora ule ambao unatakiwa. Kwa hiyo natamani siku moja niwe miongoni au mstari wa mbele mwa mabinti ambaye anasambaza chakula kwa nchi nyingi sana kwa ubora kulingana na udongo wetu. Hongera sana. Nashukuru sana. Nami naamini siku moja hata tutarudi hapa sasa kukuhoji ukiwa miongoni mwa watu ambao tunasema the top katika usafirishaji wa bidhaa za mazao au katika sekta hii ya kilimo
duniani. Sahihi kabisa. Ni lipi ambalo unalo la kuiambia jamii? Jamii niwaambie kwamba usitarajie mtu aje akushike mkono bila wewe kujishika mkono na kuchukua hatua. Mtazamaji wa Hello Weekend, ni Grace Kambaulaya, mkurugenzi mtendaji wa Kambaulaya International Limited. Yako mengi ambayo ameyaeleza. Kumbe umri si kigezo, lakini pia umeona ni namna gani binti mdogo ambaye ameweza kusafirisha mazao, lakini ndoto yake kubwa ni kuulisha ulimwengu. Je, wewe na mimi tunafanya nini pale tunapopoteza mengine na kuamini kwamba haiwezekani? Je, kuwa na wazazi ni sababu ya kufanikiwa? Lakini wapo waliokosa wazazi wamefanikiwa, miongoni mwao akiwa ni Grace Kambaulaya. Nisiwe mzungumzaji, mengi ameeleza yeye. Hii ni Hello Weekend. Jina langu ni Angela Mondi. Shukrani sana Angela Mondi kwa kutukutanisha na CEO wa Kambaulaya International Limited, Grace Kambaulaya, katika simulizi yake hii ambaye alijikubali na akapata nafasi ya kuaminika. Jamani, tumepata funzo kutoka kwa Grace. Kabla hamjasema kitu, sasa wakati ndio leo, ikiwa Jumapili ya leo, tunatafakari simulizi ya binti mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 25. Tukizungumzia watoto wa 2000, basi huyu ni kielelezo chema cha watoto wa 2000. Grace Kambaulaya akiwa ni mkurugenzi wa Kambaulaya International Limited, mfanya biashara huyu ambaye alianza chini kabisa. Kikubwa ni katika eneo la kuaminika katika maisha. Tunazungumza hapa tukiwa na Rodrick Nabe, mshauri mwelekezi wa stadi za maisha. Tumetazama naye simulizi hii, na wewe nambari yako ni 0763809770. Tunaanzaje David? Hakika Grace, kama ulivyoweka, Grace Kambaulaya, mtoto wa 2000. Mtoto mdogo, hela nyingi sana. Mtoto mdogo, hela nyingi. Wewe mbona kama unaanza kuwa naniliwa wa Grace? Unaanza kuwa cha. Umepoa Grace. Grace haipuke macha achukua hela kirahisi sana. Lakini yote kwa yote, nadhani unajua ubaya wa habari mbaya zinasambaa kama moto wa nyika. So kumekuwepo na watu kuwasema vibaya watoto wa 2000. Lakini jamii ni mashahidi kwamba kuna vijana ambao wamezaliwa mwanzoni mwa 2000 kuendelea wanafanya kazi nzuri sana, kama ilivyo kwa Grace. Kwa hiyo Rodrick, tia neno kidogo alafu tutaenda in detail. Of course, moja ya vitu ambavyo hata Grace amezungumza, mtaji sio lazima iwe pesa. Trust, kuaminika ni moja ya vitu ambavyo vijana wengi wanatakiwa wajenge. Hapo unatuchanganya kabisa, kwa sababu kijana anajua mtaji ni pesa. Wengi sana, mtaji sio pesa. Wengi sana wanajua kama mtaji ni pesa, lakini tuangalie Grace alivyokutana na yule baba. Mesha alikuwa anazungumza kwamba tusiwachukulie watu poa. Kabisa. Lakini kuna wengine ambao wanamuomba Mungu, Mungu naomba nikutanishe na watu. Mungu naomba unipe nafasi. Mungu naomba unipe fursa. Sasa ukishaomba lazima usubirie majibu. Sasa majibu sio kama ya zamani kwamba Mungu anashuka anaongea na wewe, hayupo tena hiyo. Kwa hiyo sasa hivi anakuletea mtu, anakuonyesha neno, labda gari limepita linasema ujasiriamali ndo funguo. Hilo neno tu ndio inaweza ikawa ndo jibu lako. Ndio umekutana na muujiza wako. Yes. Kwa hiyo na yeye jinsi alivyokutana na yule baba, kwa hiyo wakati mwingine vijana itabidi kutulia na kujiuliza kwamba kipi ambacho kinaweza kikanifanya nitoboe au nianzishe safari yangu ya mafanikio. Ukiangalia kwenye mazingira yako, vitu anaweza kawa mtu, inaweza kawa fursa, mazingira yako, kuna shule pale unaweza kauza sijui barafu na nini. Lazima uwe macho kuangalia kwamba na ili uwe macho lazima uwe mtafutaji. Yes. Lakini baadaye tutaangalia moja ya vichocheo ambavyo nimeviona kwa Grace, ambavyo watu wengi wanaweza wasivielewe. David ametuzungumzia bwana heri. Unaona? Heri yako. Heri yako. Kwa hiyo unapata changamoto, lakini ile ndio inakuwa heri yako. Okay. Kwa sababu usingepata hiyo changamoto, ungebaki kwenye eneo la comfort zone. Ungewa unatulia kwa sababu kila kitu unakipata. Okay. Mzazi anakuletea kila kitu, unaridhika.
Okay. Na hapo aliposema Rodrick, kuna kitu amenifanya nitafakari. Kumbe kuna haja kabla hujatoka nyumbani uwe unaomba Mungu akukutanishe na watu sahihi kwa siku hiyo. Yes. Okay. Unajua huwa tunasahau Ya kabisa. Unajitokea kama umejiumba bwana. Kwenye maombi yako lazima uombe Mungu akukutanishe na watu sahihi kwa siku hiyo. Kabisa. Na watu sahihi usio unakutana nao unaanza kukadiria watu kwa kuangalia nywele, ana nywele ya 200,000 kichwani. Hapana. Mwenyezi Mungu haji hivyo jamani. Na usikadirie watu jamani. Watu wana namna yao. Unaweza ukamwona mtu yuko simple, kumbe anawaza na kufikiri zaidi ya kingdom. Anasema hivyo Professor J. Rodrick, kwenye mada yetu hapa, kuaminika katika maisha. Kwa sababu kuna dhana ya kuaminika au uaminifu. Hiki ni kitu gani? Uaminifu ni pale ambapo mtu anakuona kwamba wewe ni wa thamani. Anaweza akafanya kazi na wewe. Anaweza akakukabidhi kitu na ukakizalisha au ukakisimamia. Sasa hiyo wakati mwingine kuna watu ambao ukimwangalia tu unaweza ukamwamini. Okay. Kuna watu ambao yani una amani. Wana hulka labda ya upole, au anazungumza vizuri, amevaa vizuri. Hiyo sasa ya nje unaweza ukaaminika kwa sababu jinsi ulivovaa au jinsi unavyoonekana. Lakini mwingine anaweza akaaminika kwa jinsi anavyofanya kazi zake, mienendo yake. Unawahi kama kazini au jinsi unavyofanya vitu vyako kwa utaratibu fulani, unapangilia mambo yako, hapo unaweza ukaaminika. Lakini kuna mwingine anaweza akaaminika kwa sababu ya ile consistency, kufanya kitu kwa muda mrefu, kwamba umekuona kwenye biashara fulani miaka 3, miaka 4 hujatoka, mtu sasa anaanza kukuamini. Ndio maana vijana ambao mimi naita nomadic mentality. Unajua kuna wafugaji ambao wanaenda kila sehemu. Sasa kuna vijana ambao anaenda kwenye ubuyu, anatoka baada ya wiki 2 ameenda kwenye vitenge, baada ya wiki 3 unamkuta sasa kwenye kuuza maharage. Unampigia tena naomba maharage na ukamwambia nilishaacha. Sasa hivi natoa wimbo wangu. Niko studio. Baada ya miezi 3 umepata platform, umepata msanii, bwana tuna event Azam pamoja na taasisi gani, tunataka msanii. Bwana nilitoa single moja haikufanya vizuri. Bwana sasa hivi niko kwenye kilimo cha mkongwe. Kwa hiyo hawa ambao anaruka ni ngumu sana kukuamini. Kwa sababu watu hawakuelewi. Leo uko hapa. Hata Mungu na yeye anakuwa unamchanganya. Akubariki kwenye nini? Leo uko hapa Yesu. Kwa hiyo mtu kukuamini inategemea na hivyo vitu ambavyo tumevizungumza. Ndio maana appearance ni muhimu sana. Kuna watu wanasema don't judge a book by its cover. Lakini lazima watu watakujaji. Kabisa. Namna unapovaa. Unaona? Jinsi ulivyoonekana, nywele yako umeisukaje, makeup yako umeiwekaje. Ila sasa matapeli wanapitia huko. Ndio maana tunawaamini. Okay. Wanatumia. Niko kweli shamba. Mambo kumkadiria mtu. Hapana. Lakini mienendo yetu lazima pia tuiangalie. Grace ni mfano mzuri. Kuwa mkarimu. Okay. Wakati mwingine unafungua milango. Yeye alimuona yule baba akaenda kumsalimia kujua. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona kwa Grace ni kikubwa sana. Hata mimi kimewahi kunitokea. Kuwa mtu ambaye upo tayari kutoa solution au kutoa suluhu kwa mtu au kutoa value kabla wewe hujaanza kupata. Yeye pale alichofikiria kwamba ni mtatulie changamoto, na maana amehuzunika, hayuko vizuri. Niende nimuulize, labda naweza nikamsaidia. Na unampa mtu maji. Maji ni uhai. Umenunua maji, hela yako unampa, lakini angalia return aliyoipata. Ni kubwa sana. Sawa. Haya, tukianza sasa kuangalia katika safari hii ya Grace, moja ya eneo ambalo ni la muhimu sana inabidi tulizungumze ni eneo la kupoteza wazazi wake. Na namna ambavyo hizi baadhi ya changamoto zinatokea kwenye maisha yetu, kumbe huenda zinakuwa ndio sababu ya sisi kufanikiwa. Huenda changamoto hizo zisingetokea tusingefanikiwa. Tuzungumzie eneo hili la ndugu yake Wakarungi na Heri. Na Wakarungi tupe ule mfano bwana. Tupe bwana. Wake mtazamaji, hii Heri imetoka wapi? Tupe mfano. Okay. Kuna mzee mmoja, yeye ilikuwa ukipatwa na tatizo au chochote kikikutokea anakuambia heri yako. Hakupi pole. Hakupi pole. Yaani ukifiwa na wazazi, akija msibani, bwana heri yako.
kikitokea kitu akwambia heri yako. Sasa rafiki bwana alikatika kidole. Vipi bwana, kidole kimekatika? Akamwambia heri yako, umekatika kidole. Wakakwazana. Sasa huyo jamaa siku yuko kwenye pita zake akakumbana na watu wanataka mtu wa kutoa kafara. Ila kafara hawatoi mtu ambaye, yani kwa lugha yao ambao walitumia, ambaye ana ulemavu. Kwa hiyo akasema bana, wewe umepona kwa sababu hauna kidole. Akakumbuka yule aliyemwambia heri yako, umekatika kidole. Kwa hiyo ndo dhana kamili ya heri yako. Kwa hiyo kikitokea kitu chochote, heri yako. Umefiwa na wazazi, heri yako. Unaweza usielewe, lakini heri yako. Kuna mambo matatu nawaambiaga watu. Kuna mambo matatu ambayo yanafanya mtu aamke na kufanya kitu. Kwa Grace kuna moja ya hayo mambo. Cha kwanza, kusudi. Kama mtu anakusudi ndani lake linamsumbua, ana maono, anataka kuwa mwanamuziki, ataamka na kufanya kitu. Lakini jambo la pili anaita pleasure. Unataka kitu kizuri, unataka kununua iPhone, unataka kusafiri. Kwa hiyo utafanya kazi ili uweze kupata kile kitu. Lakini msukumo mkubwa ni maumivu. Pain. Maumivu ambayo yanakutokea yanaweza kama msukumo mkubwa sana ya wewe kuamka na kufanya. Sasa for Grace, maumivu ya kufiwa na wazazi. Alafu na mdogo wake. Kwa heri yake. Kwa heri yake ile. Kwa sababu ile wazazi wake wangekuwepo, labda angeridhika. Angetulia, angetafuta ajira. Lakini kwa sababu tunapoona documentary yake, ile behind the scene atuioni wakati anatafakari, nitaishije, mdogo wangu ataishije, anahangaika huku na huku. Lakini ile ilikuwa msukumo mkubwa sana yeye kuanza kuamka na kutafuta fursa mbalimbali. Na inawezekana aliona kwamba ajira itanichelewesha, ngoja nianze biashara moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine ukipata changamoto, heri yako. Hiyo inaweza kama ndo chachu ya wewe kufanya. Tukiangalia kwenye mada yetu, kuaminika katika maisha, mtu kuaminika, kipi kinaanza? Kujiamini yeye au watu wa nje, yani watu wa pembeni kumwamini? Kipi kinaanza kati ya hapo na vina uhusiano gani? Ni muhimu sana wewe ujiamini kwanza kabla watu wengine hawajakuamini. Kwa sababu wanasema kwamba nguvu iliyopo ndani ni kubwa kuliko nguvu iliyoko nje. Mimi ndani yangu nikiwa na hofu kwamba siwezi, huu wimbo wangu hauwezi kufanya vizuri. Hata nyie mkija mkaniambia, bado ndani yangu nguvu yangu ni kubwa, kwa hiyo ile negative ni kubwa kuliko ile positive mbili. Kuna bwana mmoja aliwahi kusema kwamba ukiambiwa neno hapana mara moja, unahitaji ndio 17 kubadilisha ile neno hapana. Kwa sababu ile hapana ikiingia na ikakolea na ukaiona kwamba haiwezekani, lazima waje watu 17 na wengine wakupiga makofi wakutikise mpaka uanze kuamini kwamba inawezekana. Kwa hiyo nguvu ya ndani lazima ianze, uamini kwamba inawezekana hata usipoona njia, lakini kwanza amini kwamba inawezekana. Kwa hiyo ile energy ambayo unaituma kwenye jamii, ndio maana unakuta watu wengine, kijana labda mdogo, lakini unaona huyu ana kitu cha tofauti, yani jinsi ya ile nguvu unayoisukuma kwa jamii, unavyoisukuma kwenye dunia, na wao wanaoipokea. Wanaanza kuona huyu anajiamini, na sisi ngoja tu tumuamini. Naomba nisome ujumbe hapa mara moja. Atatuambia yani inakuaje mtu anajiamini? Yani inakuaje? Ni kweli, maana hata hizo ngazi za kujiamini zinatofautiana. Inakuaje wengine wanajiamini kidogo, wengine wanajiamini sana, wengine wanajiamini kupitiliza? Juzi kuna mtu nilikutana naye akaniuliza, kazi unazozifanya ilikuaje kuaje? Yani uanze. Yani akawa haamini kabisa. Kwa sababu nina background ya walimu. Kutoka kwenye walimu sasa unafanya hivi vitu. Kuna vitu ambavyo nahisi Mungu ametuficha, ambavyo vinakuja naturally. Wewe mwenyewe unajikuta kwamba najiamini, au hiki kitu nimekiona na naamini kwamba kinawezekana. Lakini wakati mwingine inazalishwa na mazingira yetu tulipokulia,
kuna mtu amezungumzia majina tunayoitwa nayo kiroho yana maana fulani. Kwa hiyo tuangalie pia majina ambayo tunawaita watoto, lakini mazingira yetu, wewe kama mzazi, huyu mtoto unaweza ukamtengenezea kujiamini kwa jinsi unavyokaa naye. Maneno unayomwambia, unamwambia kwamba unaweza, unamwambia kwamba wewe utakuwa mtu mkubwa. Ndio maana Grace mama yake alimwambia tunakutegemea. Tunakutegemea. Kwa hiyo ile ni mbegu ya kufanya mtu ajiamini. Neno moja tu unaweza ukalisema, lakini kumbe limekuwa mbegu. Kila siku analitafakari. Kwamba mimi ndo mkombozi wa familia. Kwa hiyo nisipojiamini mambo yanaweza asia. Mbambao wajiamini, unaweza ukimuuliza, unaweza kukuta nyumbani alikuwa anambia wewe si chochote, si lolote na hutofika popote. Kabisa. Kwa anagundua kweli mimi huwa si chochote. Au nyumbani hawampi majukumu, kwa hiyo anaona mimi siwezi. Nakumpa majukumu mtoto, inamwaminisha kwamba unamwamini, kwa hiyo na yeye inaanza kujenga ile. Ndio maana jukumu la kwanza tulivyokuwa tunakuwa ni kutumwa dukani. Alafu unamwamini na hii 500 nenda kaniletee. Unajua wakitaka kukuharibu kama firstborn, wanakutuma na mdogo wako, alafu hela anapewa mdogo wako. Eti hatopoteza, ila wewe unamlinda bodyguard. Mimi hapa siamini. Haya, tunavyomalizia sasa, Rodrick, tukupe uwanja wa tunafungaje kwa kile ambacho tumejifunza kutoka kwa Grace. Ungetamani tuondoke na nini? Kitu ambacho cha msingi naweza nikawaambia especially vijana ambao wanatuangalia kwamba wewe kuto kutimiza malengo yako au wewe kuto kuthubutu, maana yake kuna mtu mwingine umemnyima nafasi ya kujenga kujiamini. Kuna sasa hivi story ya Grace, kuna mabinti wengi sana ile kujiamini itaamka ndani yao, kwa sababu ameona kama kwa Grace inawezekana. Hata mimi ambaye amefiwa na wazazi, mimi mwenye miaka 25, kuna nishati hiyo itaamka na wao wataanza kujiamini. Kwa hiyo wewe unaweza ukafikiri kwamba Mungu amekupa hayo maono kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya watu wengine. Utakapofanikiwa na wengine pia wanaanza kujiamini. Yes. Asante sana. Na mimi Mercy ambacho nimekiona kwa Grace Kambaulaya, kumbe ukiwa mwaminifu, kuna vitu ambavyo pengine ingekuhitaji miaka 10 kuvifikia, ila ndani ya wiki unaweza kufikia. Kwa sababu kuna watu unaweza usimuone mpaka pengine inakuhitaji miaka 10 kupata tenda, kupata deal, kukutanisha na watu. Ila kuna mtu akikutanisha na huyo mtu tayari ushaaminika. Na always watu ambao wanajiamini hawezi kukutanisha na mtu kamharibie jina. Hawezi, hafanyi hicho kitu. Hata kama ni rafiki yake au ndugu yake, hafanyi. Wewe utaisha huko mtajadili mpira. Sawa, tunakukumbusha Grace anapatikana Instagram kama Grace Kambaulaya. Kwa nyote ambao mnahitaji ushauri, mnahitaji awashike mkono, mnahitaji kufanya naye biashara, basi mnaweza mkampata huko. Asanteni kwa nyote ambao mlikuwa na sisi katika safari hii ya kuangalia maisha ya Grace. Jumapili nyingine pia tutakuwa na safari nyingine pia. Langu jina ni Mercy Mbaya, tulikuwa na Rodrick Nabe, mshauri mwelekezo wa stadi za maisha, na Grace Kambaulaya ambaye ametusimulia mfanyabiashara huyu wa Kambaulaya International Limited, pamoja na Angela Mondi ndiye aliyekutana naye. Mwenzangu ni David Wakarungi. Tusichoke kujifunza na kuwa waaminifu.